Ndugu zangu, kuna kelele ziko mtandaoni, lakini kimsingi hizi kelele ni za watu ambao hawana akili. Lazima niweke hivyo. Kwamba eti taifa la Marekani lina jeshi bora kwa sababu wamemkamata Maduro pasipo kupoteza mwanajeshi hata mmoja na pasipo kupoteza hata chombo kimoja. Hiyo ndio sababu inayosambazwa na wajinga kwamba Marekani wana jeshi bora. Kizuri ni kwamba hii sentensi imetiwa nguvu na viongozi wa Marekani. Nimefurahi sana. Waziri wa Ulinzi Pete Hegseth, hata Trump akihojiwa na Fox News kwa njia ya simu, na hii komenti yake niliipata vizuri, alidai anashangaa ni kitu gani kinachomkwamisha Putin kumkamata Zelensky, wakati yeye kwa masaa machache tu ameingia Venezuela na kumchukua mtu wake. Hayo ni maneno yaliyozungumzwa na rais wa Marekani Donald Trump. Kwambia Trump ni mwigizaji. Trump kwenye uongozi ameingia kwa sababu ya siasa za Marekani zilivyo za kijinga. Trump hakustahili kuwa rais wa nchi, ila kwa sababu ya mfumo wa siasa za Marekani, kwamba kiongozi wa nchi unayemuona sio anasimamia maslahi ya wananchi, bali anasimamia maslahi ya kundi fulani la watu. Tuache huko, tuje kwenye hii hoja. Tuangalie ni kweli Marekani ndo nchi yenye jeshi bora duniani kwa sababu wamemkamata Maduro kwa kutokuumia kwa mwanajeshi yote, kwa kutokuharibu hata chombo chochote, na Urusi ameshindwa kufanya hayo ya waliyofanya wa Marekani. Sasa tulinganishe Venezuela na Ukraine, alafu tutapata majibu. Venezuela imevamiwa na Marekani kama Marekani. Kwanza tujiulize, uvamizi wa Venezuela ilikuwa ni vita, ni ujambazi? Tuanzie hapo hapo. Ndugu zangu, ile sio vita, ule ni ujambazi. Na tukio la ujambazi kama lile, lazima waliotengeneza ramani nzima ya utekelezaji wa hilo tukio wako ndani ya nchi. Hivi mnajua kinachoendelea Venezuela? Kinachoendelea Venezuela ni kibaya sana. Hamjui. Wanatafutana wenyewe kwa wenyewe ndani ya jeshi. Ni nani aliyesuka huo mpango wa rais wa nchi kuchukuliwa kirahisi hivyo? Ndugu zangu, dhambi walioitekeleza wanajeshi wa Venezuela waliomuuza rais wao itaandikwa karne na karne mpaka mwisho wa dunia. Ile dhambi itawatafuna. Yaani ile dhambi itawatafuna wana Venezuela mpaka Isa bin Maryam arudi siku ya mwisho. Kumbuka, ujinga kama huo haukufanyika Libya. Ujinga kama huo haukufanyika Iraq. Kwa nini? Kwa sababu hayo mataifa niliyokutajia ni mataifa ambayo yalikuwa na uzalendo. Manake waliotaka kufanya waliotaka waliingia gharama kubwa sana. Hiyo ndio maana uzalendo. Venezuela kulikuwa hakuna uzalendo. Wamejiuza, hata wenyewe ndicho wanachogombana sasa hivi. Yani kuna kikundi cha watu kimewauza wenzao. Basically walikufa kama wanajeshi 100 na idadi kamili haijatoka, lakini ni 150 kwenda mbele huko ndio wanajeshi waliouawa katika tukio la kumbeba Maduro. Lakini bado ilikuwa ni prosesi rahisi sana. Swali linakuja na wengi sana wanajiuliza, especially wajinga. Venezuela inatumia military equipment za Urusi na China. Ni kweli kabisa, wala sio uongo. Venezuela wanatumia air defense za Urusi na air defense za China. Na hata Pete Hegseth amedhihaki hicho kitu kwa kusema hivi, sijui zile air defense za Urusi. And then we saw 3 nights ago in downtown Caracas in Venezuela as nearly 200 of our greatest Americans went downtown in Caracas. Seems those Russian air defenses didn't quite work so well, did they? Downtown Caracas, and grabbed an indicted individual wanted by American justice in support of law enforcement without a single American killed. Reestablishing deterrence. Because of President Trump's leadership, the world is taking notice. Kwamba air defense za Urusi hazikuwa zinafanya kazi vizuri. Kweli kabisa, Venezuela kuna air defense za Warusi, pia za wa China. Na usisahau pia Iran inatumia air defense za Warusi. Na hata wakati Israel imekamata anga lote kabisa la Iran,
air defense za Urusi hazikufanya kazi. Sawa, nakukumbusha vizuri. Tuanzie hapo hapo. Air defense za Urusi hazikufanya kazi Iran. Majibu yalitoka, waliuzana wenyewe kwa wenyewe. Mossad walikuwa muda mrefu sana ndani ya Iran. Wakazi, ndugu zangu, yani mfano wangu ni ule ule. Huwezi kuiba benki bila kushirikiana na wafanyakazi wa benki. Unaweza kweli? Yani utoke Moshi uje uibe benki ya Dar es Salaam bila kupata ramani nzima ya hiyo benki unaenda kuiba na wafanyakazi wa benki? Can you? Huwezi. So tuchukue case study ya Iran na case study ya Venezuela. Huko kote air defenses zinazotumika za nani? Za Mrusi. Hazikubi activated, hazikuwa on wakati anga linaingiliwa, kwa sababu air defenses ina scan kama kuna kitu kimeingia ambacho kwenye anga lako ambacho sicho. Tafsiri ni kwamba wakati ndege za Israel zinaingia Iran, air defenses zilikuwa haziko activated, the same as Venezuela. Kitengo kinachohusika na kuoperate air defense kilikuwa wapi? Ndio swala kujiuliza kwa watu wenye pragmatic mind. Did the team responsible for operating air defense activated them? Did the team responsible for operating air defense of Iran country activated them? Hilo ndio swala kujiuliza. Tuje kwa Zelensky. Zelensky yeye ana air defense zote za NATO unazozijua wewe. Na air defense zote za NATO ziko on na zote zinatafunwa. Hiyo habari huambiwi na hiyo CNN yako na BBC yako, Deutsche Welle yako, Fox News yako haiwezi kukuambia ni kiasi, ni air defense ngapi Urusi amezitafuna. Hapana, hakuna mtu amekuja kwa comment au kwa WhatsApp akaniambia mwalimu, hivi tangia hivi vita ianze Zelensky amepewa air defense ngapi na zimetafunwa ngapi? Kwa nini amniulizi hili swali? Mko busy na ngonjera za Trump na waziri wake wa ulinzi ya ujambazi waliofanya Venezuela. Basically wanataka mafuta na wameshasema wanataka mafuta. Kwani kuna siri kwamba wanachokitaka kule Venezuela ni mafuta? Ndugu zangu, ile ni vita, ni ujambazi. Tuulizane kwanza. Na je, Venezuela walikuwa na military alliance na Urusi na China? Hapana. Wale ni marafiki zake wanaomuuzia vifaa vya kijeshi, wanampa mafunzo, period. Hawana military alliance. Hata Iran vita yake ya siku 12 ameicheza mwenyewe. Hana military alliance na mtu yeyote, hata China hata Urusi. Mbona mnakuwa na akili za kitoto sana nyinyi mnaoniuliza maswali? Tuje kwa case study ya mzee wa maigizo Zelensky, Ukraine. Tuanze vita ilivyoanza. Kabla ya vita, full scale invasion inaitwa. Putin alikwenda Kiev na akauzingira mji mzima. Kwa maneno mengine, pia Putin alifanya walichokifanya wa Marekani. Lakini hakuna chombo cha habari kinachokuambia alichokifanya Putin. Kwa nini? Kwa sababu watampa credit Putin na majeshi yake, si ndio? Kiev haikuzingirwa. Watu wakaenda Istanbul, Turuki. Kwa nini hicho kitu watu wengi hawakikumbuki? Kwa sababu kazi ya media ni kukuprogram wewe katika mrengo fulani. Mimi ukiniambia Marekani na jeshi bora, mimi nitakwambia ubora wa Marekani ni mtaji wake. Yaani the budget ndio kitu watu wanachokiogopa. Kwa nini? Marekani inaambiwa ina jeshi bora, namba 1, ya pili ni Urusi, ya 3 ndio China, si ndio? Yaani mimi najiulizaga swali moja, ni vita gani kali Marekani amewahi kupigana? Yaani amekutana heavyweight kwa heavyweight. Kwa sababu Urusi inajulikana amepigana na Hitler. Ndugu zangu, Hitler was the heaviest. Vita Hitler anaivamia Urusi, ndugu zangu, ilikuwa ni heavyweight. Ilikuwa ni uzito wa juu. Yaani leo hii Urusi angepigana na Marekani ndio ningelipima jeshi la Marekani. Marekani anapigana na Libya, anapigana na Iraki. Nini sasa hiyo? Ameenda sijui Vietnam. Vita gani Marekani amepigana? Mimi nimpe credit kwamba he's the best army. Mazoezi. Hata mabodybuilder wanafanya mazoezi lakini ngumi hawawezi. Amerika ukiniambia anaogopeka kwa sababu ya vituo vya kijeshi alivyoviweka sehemu mbalimbali. Period. Mimi I cannot rate America. Mimi siwezi. Vita gani amepigana akatuonyesha? Hivi vita anayopigana Urusi Amerika angeweza? Urusi amepigana vita na watu wangapi pale? Wenye akili ndogo. Ukraine anasaidiwa na watu wangapi? Ukraine anasaidiwa na Canada, Marekani, Ulaya yote, Japan na Korea ya Kusini. Kwa kifupi, mapolisi wote wa dunia wanamchangia Urusi. Wameweza. Kwa nini hicho kitu kwenye akili yenu agingiagi? Mko busy tu, Amerika ndio wenye jeshi bora, Maduro una story gani nyingine? Jeshi bora kapigana na nani?
Urusi anapigana na dunia. Tufunge mjadala, Urusi anapigana na dunia. Na ameshaithibitisha dunia kwamba anaiweza. The moment Urusi anaingia kumdiscipline Ukraine, aliambia dunia atakayeingia ataiharibu dunia nzima. Kaitafuta hiyo sentensi, ipo na itaishi milele. Lakini kwa sababu ushogani wanapenda kukuprogram wewe kwamba wao ni the best, hawezi kukupa hiyo sentensi ya Putin. Venezuela alikuwa anasaidiwa na nani? Venezuela ule ni ujambazi wa benki. Wameuzana wenyewe kwa wenyewe. Ndio maana sasa hivi wanatafutana wenyewe kwa wenyewe ndani ya nchi yao kwamba ni nani aliyemuuza rais, ni nani aliyewauza wenzao. Sasa kama unabeba story za Trump anayekwambia kwamba anashangaa Putin anashindwaje kumkamata Zelensky, alafu akija kwenye microphone anakuambia tunauza silaha kwa NATO anampelekea Zelensky, hebu unganisha doti. Alafu kingine nawaambiaga hawa kina Zelensky wakienda Kiev wanapiga simu Moscow. Anga la Ukraine nani analitawala kama sio Urusi? Operesheni kimetumika juzi. Unaona ilipopiga? Imepiga Lviv. Yaani kutoka Lviv kuingia Poland ni nusu saa tu. Chini ya nusu saa kutoka, yani angalia palipopigwa. Yaani kumwambia hata Poland uwe makini, usishikwe kichwa na Marekani ukanichokoza mimi na kuharibu. Urusi anapigana na dunia. Marekani alifanya ujambazi Venezuela. Kama utaki umebakwa akili yako. Marekani hajawahi kupata jaribu ambalo analipitia Urusi leo hii wewe. Ulaya nzima NATO wamekaa vikao vingapi kumjadili Putin. Alafu Trump anakuambia anamshangaa Putin anapoteza muda kumkamata Zelensky. Sio kumkamata, kumuua. Ashindwi kumuua. Sasa kwa nini amuui? Ukraine ni mali ya Urusi. Haihitaji discussion. Ndio maana wakasema hivi, wanachokitaka ndani ya Ukraine dini yao na utamaduni wao. Bas, hizo ndio njia za kutawala mtu. Hakuna kingine. Sitaki kuongea sana. Putin anapigana na dunia nzima. Marekani amefanya ujambazi Venezuela. Kama ujambazi wa Marekani ndio wanajivuna kwamba wanajeshi bora, bas wametuonyesha wao ni yani how much America is weak militarily speaking. Yani kama wanakuja kwenye vyombo vya habari wanajisifia kwamba walichokifanya kwa Venezuela kinahitaji sifa, they must think twice. Kabisa. Okay, mnataka kujua kinachoendelea? Ili Marekani hayo Marekani kweli inabidi awatafune NATO wenzake. Si ndio maana amekwambia lazima itafune Greenland na ataichukua kweli? Kwa sababu auchawa wake wote nani wa kumzuia wakati hawana maisha bila yeye? Greenland ataichukua. Nachotaka kuwaambia nini? Jifunzeni kutafuta ukweli na kuupima ukweli. Uacha kuprogramiwa akili zako na Western media. Wanaonifuatilia tangia mwanzo niliwaambia hii NATO itakufa tu. Wamemshinda Putin. Lazima watafutane wachawi wenyewe kwa wenyewe. Angalia wanakulana wenyewe kwa wenyewe. Hutaki. Mimi nataka niwaambie kitu kimoja. Jifunzeni kutafuta ukweli, umeupime ukweli. Uacha kuprogramiwa na kila Western media inachokuambia. Elimika, usiwe msomi.